Hotuba yake Rais William Ruto kuhusu siku ya kina baba duniani yakataliwa na Wakenya huku ikulu ikitetemeka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Rais wa Kenya William Ruto amejikuta katika malalamiko na ukosoaji mkali kufuatia ujumbe wake wa hivi karibuni kwa umma uliokusudiwa kutoa matumaini na kuimarisha mshikamano wa kitaifa. Ingawa hotuba hiyo ilionekana kulenga kuhamasisha imani na matumaini miongoni mwa wananchi, imepokelewa na hisia kali na sehemu kubwa ya Wakenya, hasa wale wanaokabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Katika kipindi ambapo bei ya bidhaa muhimu inaendelea kupanda, ajira ni nadra na lawama za ufisadi za serikali zinaongezeka, maneno ya rais yameonekana kama baadhi ya wananchi kama ya kuficha ukweli wa mambo na kutokuwa na uhusiano wa moja kwa moja na hali halisi inayowakumba. Licha ya kutumia lugha ya matumaini na mshikamano, wengi wameona hotuba hiyo kama inayotengenezwa kwa nia nzuri, lakini bila kugusa matatizo ya msingi yanayowakumba raia wa kawaida. Na katika mitandao ya kijamii, hasira na kejeli vimetawala mijadala kuhusu hotuba hiyo. Wakenya wengi wametoa maoni na kukatishwa tamaa, wakisema kuwa ujumbe wa rais umetoka mbali na kweli na wa maisha ya kila siku ya mwananchi. Kwa wengi, hotuba hiyo haikutoa suluhisho wala mwelekeo wa wazi wa kupunguza gharama ya maisha au kukabiliana na changamoto sugu kama ukosefu wa ajira na udhaifu katika taasisi za umma. Wachambuzi wa kisiasa wameeleza kuwa hali hii inaonyesha pengo kubwa kati ya mawasiliano ya serikali na matarajio ya wananchi. Wanasisitiza kuwa ujumbe wa kisiasa, hata uwe wa matumaini kiasi gani, hautakuwa na maana iwapo hautafuata na hatua thabiti zinazoweza kupimika. Na katika mazingira haya ya kutoaminiana, ahadi bila utekelezaji kuonekana kama propaganda zisizo na msingi. Kwa mujibu wa wadadisi wa maendeleo ya jamii, serikali inapaswa kutumia fursa hii kurejea kwa wananchi na kusikiliza kwa makini mahitaji yao halisi. Wanapendekeza kuwepo kwa mabadiliko ya dhati katika namna ya uongozi, ikiwemo kuimarisha uwajibikaji, kupambana na ufisadi wa vitendo na kuchukua hatua za haraka kuleta unafuu wa maisha na kwa watu wa kawaida. Na wakati presha kutoka kwa umma ikizidi kuongezeka, ujumbe wa rais unakuwa ukumbusho wa wazi wa maneno pekee hayawezi tena kutuliza kiu ya mabadiliko. Wananchi wanahitaji kuona hatua zinazochukuliwa, si tu kusikia matarajio ya siku zijazo, na bila ufanisi wa kweli unaonekana, hata hotuba zenye nia njema huweza kubadilika kuwa chanzo cha uchungu kwa raia waliokata tamaa. Alilivyo sasa ni onyo kwa serikali kwa matumaini ya wananchi yako katika mizani. Hatua ndogo zinazogusa maisha ya kila siku zitakuwa na maana zaidi kuliko misemo ya kisiasa, hata iwe ya kuvutia kiasi gani.